katika yale madhaifu yangu. Sema katika madhaifu. Katika madhaifu. Ndiyo nitakayojisifia naye. Ndiyo nitakayojisifia naye. Tumeita shuhuda hapa. Tumeita shuhuda hapa. Ndio maana yake hichi Paulo anachokiongelea kwamba unakuja mbele za Mungu, unawaambia wanadamu, unawaambia Wakristo wenzio, jamani, haikuwa kwa nguvu zangu. Kuna wakati mimi mwenyewe sikuomba. Kuna wakati sikuwa na hela hata kununua chumvi. Mtume Paulo anasema katika madhaifu yangu ndipo nitakapojisifia. Kwamba katika mahali ambapo wewe ulikuwa huwezi kwenda mbele, ndipo nitakaposimama na kusifu. Kwa nini? Kwa sababu uko utukufu wa Mungu katika madhaifu yangu. Haleluya. Amen. Upo utukufu wa Mungu katika hayo madhaifu yangu. Lakini kuna mtu amesoma, ana degree ya kwanza, na pili, na tatu, ana PhD, ana kazi nzuri, kila mwisho wa mwezi mshahara unaingia. Anafika mahali anaona nguvu zangu sio neema. Anaona kwamba ni nguvu zake na sio neema. Ndio hii Daudi Paulo anakataa. Anasema kwenye hayo mambo mimi sijisifii. Kwenye PhD hayo mimi sijisifii. Kwenye akili zangu mimi sijisifii. Lakini nitajisifia na kusema kuna wakati nilikosa ada, halafu kuna mtu aliinuka akanilipia ada, ndipo nilipomaliza hiyo degree. Kwamba kuna wakati nilikuwa dhaifu, ndipo Mungu alipoonekana. Unajua neema haifanyi kazi kwenye watu wenye kiburi. Mungu akikutendea, simama, waambie mataifa. Kwa sababu ndio neema ya Mungu hiyo. Yaani pale ndio utukufu wa Mungu unapoonekana. Haleluya. Amen. Daudi, kwa nini nampenda Daudi sana? I don't know. Labda kwa sababu tumesifu sana leo. Mtume Paulo anasema naye akaniambia neema yangu ya kutosha. Ukiangalia maisha ya Mtume Paulo, sio kwamba ndo mtume alikuwa kwanza, kina Petro, kina Yakobo walishampita. Lakini akamwambia neema yangu ya kutosha. Anasema maana uweza wake uko juu. Kwamba usiangalie nini, neema tu inakutosha. Kama mtu mmoja ndani, mahali hapa tulipo, kuna mtu mmoja anaweza kusema mbona mimi kama sifai hapa kanisani? Mbona mimi kama sifai kwenye hii dunia? Neema ya Mungu inakutosha. Nasema neema ya Mungu inakutosha. Kwa nini? Mungu anapendezwa na huo udhaifu wako. Mungu anapendezwa na huo udhaifu, lakini sio udhaifu wa kujitakia. Sio leo ukafanya makosa ukaendelea ukasema neema ipo. Mungu sawa anapendezwa na huo udhaifu. Yawezekana kuna wakati tunaanguka. Katika udhaifu huo Mungu ndo anataka ajitukuze. Ili dunia yote iseme hata huyu. Amen. Basi tutakwenda kwa huyo Mungu wake. Yes. Tutakwenda kwa huyo Mungu wake. Kuna mtu mmoja asubuhi ya leo anabadilika. Amen. Kuna mtu mmoja asubuhi ya leo anabadilika. Amen. Na lazima ubadilike kwa sababu dunia inakusubiria. Yaani unajichelewesha. Nations are waiting for you. Ni wewe tu kuinuka. Yaani mataifa wako huko wanakusubiria. Biashara zako yani zinasubiriwa huko. Chukua hiyo neema ambayo Mungu amekuachilia. Wewe kuwepo hapa tu tayari umeshapokea neema. Amen. Sasa chukua hiyo nguvu. Endelea mbele. Songa, zidi kwenda mbele.
Neema ipo ya kukupeleka mahali fulani. Kwa hiyo Mungu anaposema napendezwa na udhaifu kwa ajili ya Kristo, maana ni wapo ndipo nilipo na nguvu, kwamba hapo ambapo udhaifu unaonekana ndipo nguvu yangu inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo anapomwambia Mtume Paulo neema yangu ya kutosha, maana yake msaada wake unatosha kabisa kukuwezesha wewe, hata kama unaona mazingira hayawezekani kabisa, lakini Mungu kupitia nguvu zake ataweza kukufikisha mahali pale ambapo alikokusudia. Sasa leo tutaangalia, tumesoma sana kuhusu neema. Kama Jumapili mbili tumeongelea neema. Neema hii ina faida gani? Neema ina faida gani? Neema ina faida gani? Nani anajua neema ina faida gani? Kwamba hii neema mimi nisaidia nini? Yesu, asante kwa rehema. Neema husaidia kufunika madhaifu yetu. Hilo ni jambo la kwanza uelewe. Kukiwa na neema, udhaifu wote unafunikwa. Amen. Andiko hilo ambalo ndio andiko letu katika mwezi huu, Wakorintho wa pili 12:9, anaposema neema inatusaidia kufunika udhaifu. Mwangalia Mtume Paulo. Mtume Paulo kabla hajawa mtume, angalia maisha yake ya nyuma. Alikuwa ni mtu ambaye anatesa kanisa la Mungu. Alikuwa ni mtu ambaye, yani kanisa la Mungu akisikia wewe Mkristo anakutesa. Lakini ilipokuja neema, huyo Sauli ambaye alikuwa ndo analitesa kanisa la Mungu akabadilika, akawa anavuna watu kwa Kristo, anavuna nafsi kwa Kristo. Nini? Mungu alimwambia neema yangu ya kutosha. Kwa hiyo yale madhaifu yote watu wanasema, huyu ambaye alikuwa analiua kanisa la Bwana, ambaye alikuwa analitesa kanisa la Bwana tena. Hapana, neema ilipofika, yani huyu kabla neema ndipo alikuwa dhaifu, lakini neema ilipoingia, everything. Amen. Vyote vikafunikwa. Udhaifu wake wote ukafunikwa. Amen. Tabia zake ambazo tulikuwa tunazijua zote zikafunikwa. Amen. Asubuhi ya leo neema inapokuja kwako, nasema neema inapokuja kwako, kila udhaifu ambao tulikuwa tunaufahamu juu yako, au mataifa walikuwa wanaujua juu yako, unakwenda kufunikwa. Na unaenda kuinuka kwa mshindi. Amen. Tumesema Mungu katika udhaifu ndipo anapojitukuza. Sasa tutatuangalizia Wakorintho wa kwanza 1:27 mpaka 28. Anasema hivi, Mungu anatumia mambo, kuna neno fulani gumu ametumia pale. Anasema Mungu hutumia mambo ya kipumbavu ili awaaibishe wale wenye hekima. Mungu hutumia mambo ya kipumbavu, mambo yale ambayo wanadamu wanaona kwamba haya ndio yanafaa. Unajua kama hujasoma vizuri hapo unaweza usielewe. Anasema Mungu anatumia mambo ya kipumbavu. Maana yake yale mambo ambayo wanadamu tunayatukuza. Ukiona mtu ana hela sana ndio unamtukuza. Ukiona mtu amesoma ana akili sana ndio unamtukuza. Ukiona mtu ana position fulani kubwa mahali, wanadamu tuna tabia kutukuza. Tunasahau wale watu ambao Mungu amewapa neema kubwa juu yao. Sasa Mungu anasema Mungu anatumia mambo ya kipumbavu ili awaaibishe